kuna hujambo popote pale ulipo. Ni nyakati nyingine ambazo tunakutana hapa, mtazamaji wa Channel 10 Plus, kwa ajili ya kuja kutazama habari mbalimbali kutoka hapa Channel 10 Plus. Habari, mimi naitwa Juma Mohamed, nitakuhadithi habari za kitaifa, habari za kimataifa, sambamba na habari za biashara na uchumi. Wakati kwenye upande wa habari za michezo na burudani, Esther Mtebe atakuja kutujuza hapa kunani zaidi huko kwenye upande wa habari za michezo na burudani. Karibu tuwe wote kutazama habari hizi, na tuanzie na taarifa ambayo yatanzia bado inaendelea kuikumba Afrika Mashariki na taifa la Kenya kwa ujumla. Waombolezaji maelfu kwa maelfu wamehudhuria katika maombi ya kitaifa ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, hii leo, huku ulinzi mkali ukiimarishwa baada ya hapo jana maafisa kufyatua risasi kuwatawanya umati wa watu. Odinga, ambaye alikuwa ni mwanasiasa mkongwe katika siasa za Kenya, ambaye wakati mmoja alikuwa mfungwa wa kisiasa na kugombea urais mara 5 bila mafanikio, alifariki dunia siku ya Jumatano akiwa na umri wa miaka 80 nchini India, ambako alikuwa akipatiwa matibabu. Siku ya jana umati wa watu mkubwa ulijitokeza na kuingia barabarani na kuvamia uwanja mkuu wa ndege wakati ndege iliyokuwa imebeba mwili wake ulipowasili, huku vikosi vya usalama vikifyatua risasi hewani na polisi wakatumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya umati huo. Na hadi sasa polisi wanasema watu 3 wameuawa katika shughuli hizo ambazo zinazoendelea, bado taifa la Kenya likiwa linaendelea kuomboleza kifo cha mwanasiasa huyo mkongwe Raila Odinga. Tulekee huko nchini Ukraine, ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump usiku huu wa leo katika ikulu ya White House, ambapo Trump amezungumza na Putin kwa njia ya simu. Zelensky anatumai kupata idhini kutoka kwa Marekani kwa ajili ya uuzaji wa makombora ya masafa marefu ya Marekani ya Tomahawk, ambayo yanaweza kuiruhusu Ukraine kuyatumia katika kuzima uvamizi wa Urusi. Zelensky amesema kasi iliyotumika baada ya makabiliano ya Trump ya kusitisha mapigano kati ya kundi la wanamgambo wa Kipalestina Hamas na Israel katika vita vya Gaza inaweza kutoa msukumo mpya wa mazungumzo ya kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine. Siku moja kabla ya mkutano huo wa leo, Trump alifanya mazungumzo kwa njia ya simu na rais wa Urusi Vladimir Putin na kusema kwamba anataka kukutana naye mjini Budapest, Hungary, ndani ya wiki 2 zijazo. Tukitoka hapo turejee hapa nchini Tanzania kutazama habari nyingine, ambapo mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kufanya ziara ya kampeni katika mkoa wa Rukwa Oktoba 18 hadi 19, ikiwa ni sehemu ya siku chache zimebaki kabla ya kuhitimisha kampeni za uchaguzi wa mwaka huu 2025. Mwanahabari wetu Wilbert Sumia ana taarifa zaidi. Taarifa ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Rukwa imesema mgombea huyo atafanya mikutano ya hadhara katika wilaya ya Nkasi na Sumbawanga. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mgombea nafasi ya kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anatarajia kuwasili kwenye mkoa wetu tarehe 18 mwezi wa 10 2025 akitokea mkoa wa Katavi, na anatarajia kufanya mkutano wa kampeni saa 7 mchana wilayani Nkasi katika mji wa Namanyele katika viwanja vya Sabasaba siku ya tarehe 19 mwezi wa 10 2025, siku ya Jumapili majira ya asubuhi. Anatarajia kuhutubia mkutano mkubwa katika uwanja wa Kizwite. Tunatarajia mkutano huu kuhudhuriwa na wananchi, viongozi, wanachama, wakereketwa, wafurukutwa, wapenzi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na makundi mbalimbali kutoka wilaya zote 4 za mkoa wa Rukwa. Baadhi ya wananchi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wameeleza kufurahishwa kwao na ujio wa mgombea urais kupitia chama hicho katika mkoa wa Rukwa. Tunakushukuru sana rais wetu uliyemaliza muda wako na unakuja kuomba kula mkoa wa Rukwa. Tunakuhakikishia mkoa wa Rukwa tuna amani ya kutosha na tunakukaribisha sana maeneo Kizwite. Karibu sana kama wanawake wa Kitanzania wa mkoa wa Rukwa na Sumbawanga mjini. Sasa ni kata ya Msiwa, tumejipanga kweli kukupokea mama yetu. Tunakupenda na Oktoba tutatiki. Mimi fursa hii
kuwakaribisha wanarukwa wote wanajimbo la Sumbawanga mjini, wanakata ya Msuya kujitokeza siku ya tarehe 19 siku ya Jumapili viwanja vya shule ya msingi, shule ya sekondari Kizwite kwa ajili ya kumsikiliza mgombea wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan. Wajitokeze kwa wingi katika manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa. Mimi ni Willy Sumia. Sumia, na tuelekee huko mkoani Katavi ambapo mradi wa ujenzi wa barabara ya lami kutoka Kasekese Ikola Karema yenye urefu wa kilomita 56.9 mkoani Katavi umefikia zaidi ya 25.8, ambapo wananchi 214 wamepata ajira, wanawake wakiwa ni 197 na wanaume 17. Hadi kukamilika mradi huo unatarajiwa kugharimu kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 112. Pasco Emmanuel Katona yanatujuza zaidi kutoka huko mkoani Katavi. Akizungumza na waandishi wa habari, meneja wa TANROADS mkoa wa Katavi, mhandisi Martin Mwakabenga, amesema kuwa mradi wa ujenzi wa barabara kiwango cha lami Kasekese hadi Karema umefikia zaidi ya 25%. Mradi huu kwa ujumla gharama za utekelezaji wa mradi huu ni bilioni 112.141. Mradi huu mpaka sasa hivi umefikia 25.85 na mkandarasi ipo site, na ikubuke kipande hichi nishasema awali kwamba ni kati kile kipande ambacho kinasimamiwa na shirika la mafuta OPEC, na utekelezaji wa mradi huu unakwenda vizuri kabisa, na kwa sasa hivi uko chini ya usimamizi ya consultant ambaye inajulikana International Consultants and Technology. Mhandisi Imani Walioba ameeleza manufaa ya mradi huo wa ujenzi wa barabara kwa Kasekese hadi Karema utakapokamilika. Mafanikio ya ujenzi wa mradi huu utakapokamilika utasaidia kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo katika sekta ya biashara na uchukuzi baina ya nchi mbili, yani Tanzania na nchi yetu ya jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nao baadhi ya wananchi wa maeneo hayo ambapo mradi huo umepita wa ujenzi wa barabara kiwango cha lami wamepongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwapatia ajira. Nimefurahi sisi kupata mradi katika mkoa wetu kwa sababu umetufanya tumenufaika. Mtu akiwa anatoka Kasekese kwenda Ziwani kulikuwa na jam sana ya mabasi, lakini kwa sasa imeturahisishia sana, watu wanafika kwa wakati. Awali ilikuwa ni mbovu, hata huduma ya usafiri ilikuwa ni mbaya sana, lakini kwa sasa angalau imeanza kuonekana mafanikio mazuri. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Katona wa Channel 10. Habari Pasco Emmanuel Katona. Kwingineko ni kwamba mgombea ubunge wa CCM jimbo la Tunduru Kusini, mhandisi Fadhili Chilombe ameahidi kuanzisha midahalo ya kielimu na mpango wa ufuatiliaji wa elimu jamii ili kupunguza wimbi la wanafunzi wanaokatisha masomo hasa katika vijiji vya Marumba na Mbati. Hatua hiyo inalenga kukabiliana na changamoto ya zaidi ya 48% ya wanafunzi wa sekondari Marumba kushindwa kuhitimu kidato cha 4 mwaka huu. Jimmy Mengele taarifa yake inafafanua zaidi. Hayo yamebainishwa katika mahafali ya kidato cha 4 mwaka 2025 katika shule ya sekondari Marumba, ambapo makamu mkuu wa shule hiyo Mwalimu Masanja Limbe amesema kati ya wanafunzi 160 walioanza kidato cha kwanza mwaka 2022 ni 84 pekee, sawa na 52% wanatarajiwa kufanya mtihani wa kidato cha 4 mwaka huu, ambapo idadi hiyo imeongezeka ukilinganishwa na miaka iliyopita ambapo chini ya 40% walihitimu. Kidato cha kwanza kwa wahitimu walianza 160, kipindi wanafikia kidato cha pili walikuwa 121, wakiwa kidato cha tatu walikuwa 86, na hivi leo tunavyoongea wako 84. Wazazi na wanafunzi wameeleza kuwa umaskini, utoro na umbali wa shule ni miongoni mwa changamoto zinazofanya baadhi ya wanafunzi hasa wa kike kuachishwa shule na kuingia katika shughuli za kijamii kabla kumaliza masomo. Na nyinyi hapa tuliobakia watoto tuwapeleke shuleni. Ukisema mtoto miasoni, basi mtoto wako umempandikiza ujinga wa kutosha dunia nzima, anakufa hali yuko machoni. Wazazi wenzangu, ninachowahusia ni kuwa mtoto hakuna ambaye anakubali kusoma kirahisi rahisi.
lazima upambane wewe. Ukipambana wewe, mtoto atasoma, lakini usipokuwa mkazia yeye, mtoto hawezi kusoma. Kuna baadhi ya wanafunzi wakienda nyumbani wanakutana na wazazi, muda mwingine wanawashauri mwanafunzi. Yani kwa mfano kama mwanafunzi yuko nyumbani anawaambia, mwanangu, ukienda shuleni uende ukajifelisha kwa sababu si hatuna uwezo wa kusomesha. Mhandisi Chilombe amesema kupitia mdahalo wa mpango wa ufuatiliaji huo wanatarajia kuongeza kiwango cha wanafunzi wanaohitimu sekondari kutoka 52% hadi zaidi ya 80% ndani ya miaka mitatu ijayo, kwa kushirikiana na jamii moja kwa moja katika ufuatiliaji wa maendeleo ya elimu ya watoto hao. Hilo ni tatizo kubwa. Yani mtoto anaamua kuacha shule na mzazi anapokea tu. Alafu kuna shida nyingine, wako wazazi wanaamua kumwambia mtoto wake kwamba wewe kwa sababu una uwezo, ukifika huko naenda kajikoseshe, usije ukafaulu, sisi hatuna uwezo wa kukusomesha. Ila natamani tuje na mpango wa kubaini changamoto ya elimu Tunduru iko upande upi. Jimmy Mengele, Channel 10, Ruvuma. Kwingineko ni kwamba wananchi wa kijiji cha Kapele mkoani Songwe wameiomba serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kutatua changamoto ya mawasiliano ambayo imekuwa kero kwa wananchi hao na kusababisha kukwama kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi zinazotegemea masuala ya kimtandao. Epimacus Apolinali yeye ni shuhuda wa taarifa hiyo. Wamesema kwenye kijiji hicho kuna changamoto ya mawasiliano, hali inayowafanya kushindwa kupata mawasiliano kwa wakati na kuendesha shughuli zao za kimtandao, huku wakiomba Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwenda kuitafutia suluhisho changamoto hiyo ili wananchi waweze kuendesha maisha yao kupitia mtandao. Lakini changamoto ya pili ipo tena kwa sisi tuliooa. Umelala ndani, simu imepigwa, pengine ni mtu mwema tu, mzazi na nini, lakini kulingana kwamba pale unapolala kitandani kwako mtandao haushiki, utalazimika uinuke pale. Kero inakuja kwamba pengine unakwepa kuwasiliana, piga simu pale, pengine unawasiliana mchepuko, lakini kitu ambacho sio. Kwa kero ya pili ndio hapo. Ukienda kuna visehemu tu tunaenda huko, mara tupandishe kule milimani, mara kwenye nyumba za watu, mwisho tunaweza tukapigwa na kupigwa usiku. Ni kutafuta mtandao. Kuna tatizo moja la mitandao. Yaani mitandao haipatikani huku kwetu. Ili uongee na ndugu na jamaa, hako uanze kupanda kwenye muti. Ndipo unapopata mtandao wa kuongea na ndugu yako. Kwa upande wake, Katibu Mkuu Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Mohamed Abdullah amesema katika maeneo waliyotembelea wamebaini wakazi wa eneo hilo wana changamoto kubwa ya mtandao na kuahidi kuwa wanaenda kushughulikia tatizo hilo, huku mtendaji mkuu wa mfuko wa mawasiliano kwa wote UCSAF Peter Mwasayanda amesema changamoto za mawasiliano sisi wenyewe kama tulivyokuwepo pale tumeshuhudia hilo, na ni jukumu sasa letu sisi kama serikali kupitia wizara hii yetu ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kuhakikisha kwamba maeneo hayo ambayo tumepita na kuna changamoto hizo za mawasiliano tunaweza kuzitatua haraka iwezekanavyo, kwa sababu tulichokijionea kwamba maeneo hayo wananchi kweli wanajituma kiuchumi na kuna shughuli nyingi za kiuchumi ambapo zinahitaji mawasiliano. Wengi ambao wa mitandao mbalimbali na wao wamejionea wenyewe. Kwa hiyo tunatarajia ambapo tutaporudi ofisini kwetu, maofisini kutoa maelekezo ili tuweza kuboresha mawasiliano kwenye maeneo hayo. Changamoto iliyokuwepo awali na ukilinganisha sasa hivi, kwa kiasi kikubwa changamoto ya mawasiliano imepungua. Kwa hiyo ni matumaini yetu tutaendelea kujenga minara mingine, kwa sababu baada ya mradi huu tuna mradi mwingine wa ujenzi wa minara 280 ambao pia utaenda vijijini kote. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, Epimacus Apolinali, Channel 10. Kusi Apolinali, na kama na kwanza unaungana nasi, hii ni habari kutoka hapa Channel 10 Plus. Matangazo haya pia yako mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10 Plus Tanzania. Endelea kutuandikia maoni yako kupitia kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kama @Channel 10 Plus Tanzania. Karibu tuendelee kuangaza habari ambazo tuko nazo bado usiku huu wa leo.
serikali imeanza ujenzi wa kituo cha afya kata ya Kiru wilaya ya Babati kwa lengo la kuhudumia wananchi zaidi ya 16,000 waishio kwenye kata hiyo na kuepusha na adha ya miaka mingi ya kusafiri umbali wa hadi kilomita 30 kufuata huduma za afya kwenye hospitali ya halmashauri ya mji wa Babati, Mrara na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara, huku pia wananchi hao wakilazimika kuhifadhi miili ya waliofariki nyumbani kabla ya kufikishwa hospitali kwa njia za jadi kwenye nyumba zao. Elia Kimani ni shuhuda zaidi wa taarifa hiyo njema. Kata ya Kiru inaundwa na vijiji takriban 6, lakini hakuna eneo lenye kupokea miili ya wanaofariki dunia, na pia kituo cha afya kwa ajili ya kurahisisha huduma za afya ndani ya kata, hivyo kwa lazima wananchi kuzifuata umbali mrefu kwenye hospitali ya halmashauri ya mji wa Babati na hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara. Ukweli ni kwamba huduma mara nyingi kuipata ni adimu sana mpaka ufike Babati, lakini tunataka tuchukue nafasi kupongeza kama serikali yetu kwa awamu hii iliyoko madarakani, kwa sababu hii kituo cha afya ilikuja katika kata yetu ya Kiru. Tunaamini ya kwamba sasa tutakuwa tumepunguza pia gharama kutoka hapa mpaka Babati. Pia zaidi tunatazamia kuwa baada ya hapo tunatazamia kwa ombi letu kwa serikali hii basi uweze kujenga nyumba moja ya kulaza kama vile tunaitwa mchuari cha kulaza waliotawaliwa na Bwana walizo na Mungu. Mara nyingine mtu akifa pale nyumbani tunaweza tukamlaza pale katika nyumba, chini katandikwa mchanga, kawekewa maji kidogo, basi mwili nikahifadhiwa mbali kwa muda wa siku 3 angali mpaka siku 4 ndio wakati. Tunafanya hivyo kwa sababu ya ukosekano wa maeneo ya kuhifadhi mwili. Kukosekana kwa huduma za afya hapa karibu, adha nyingi tunazokumbana nayo, mtu anaweza akafarikia njiani mpaka umfikishe Mrara. Kwa hiyo mradi huu utapunguza changamoto nyingi kwa masuala ya afya zaidi. Baada ya kupata kituo cha afya tunashukuru sana serikali kwa asilimia kubwa. Ili kuhakikisha matamanio ya wananchi yanafikiwa, mkuu wa wilaya Babati Manuela Kaganda na wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Babati wametembelea kituo hiki ambacho kimeanza ujenzi tangu Septemba 24 mwaka huu baada ya kupokea kiasi cha shilingi milioni 250 kutoka serikali kuu, lakini anaonyesha kutokuridhishwa na baadhi ya mambo hapa. Kila mmoja akasimame kwenye nafasi yake. Serikali imeleta miongozo, simamieni, kuna sababu. Hawajaleta tu kwa kujiridhisha. Injinia, simamieni miradi. Mnaacha wanajifanyia tu. Nawaambia, ni kila siku nawakumbusha, naambia angalieni majengo yaliyojengwa zamani. Mpaka leo yani yamesimama magumu kabisa. Angalia miradi yetu siku 2 tu crack darasa zima. Nyinyi mnajisikiaje? Fedha za ujenzi wa kituo hiki zimekuja mara baada ya kuwepo kwa hali ya utulivu na amani baada ya miaka kadhaa ya migogoro ya vuta ni kuvuta katika bonde hili la Kiru. Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Asante sana Elia Kimani. Serikali imewataka wadau wote wa bima nchini kuhakikisha maandalizi ya utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote yanaanza sasa ili ndani ya siku 100 baada ya uchaguzi sheria hiyo ianze kutekelezwa. Kuringa Mongi kutoka Dodoma, taarifa yake inatujuza zaidi. Mpango huo wa serikali umetolewa hapa jijini Dodoma na mrajisi wa vyama vya ushirika na mkurugenzi mtendaji wa TCDC Dr. Benson Diege kwenye kikao cha kutafuta ufumbuzi wa kilio cha wakulima wa tumbaku ambao bima wanazopata zimekuwa zikifidia mikopo ya kilimo tu na sio kuwawezesha kurudi shambani pindi wanapokosa mazao. TCDC, serikali kupitia Tume ya Maendeleo ya Ushirika, iko kwenye mchakato wa kukamilisha utaratibu wa kuweza kumlipia bima mkulima wa tumbaku ambayo haitagusa mkopo wa mkulima. Lakini mrajisi huyo wa ushirika akataka dhamana ya mikopo kutoka benki kuu iwe ni lazima kutumiwa na mabenki kwa ajili ya bima, lakini kamishna wa bima Dr. Bagayo Sakware akatoa ufafanuzi juu ya dhamana hiyo ya mikopo. Ni wajibu wetu wote kutumia hiyo fursa. Nasema hivyo kwa sababu kwa maelezo niliyopata jana ni kwamba credit guarantee pamoja na kwamba ipo, lakini sio lazima
lakini kwa muktadha wa mkulima wa Tanzania ambaye tunahitaji kumsaidia, kumpunguzia gharama as much as possible, hii haiwezi kuwa ni option kwa yule ambaye anataka kufanya kazi na wakulima kupitia vyama vya ushirika. Kama guarantee itanunuliwa kwa 1% kalipo benki kuu au kalipo pass au huyo garanta, maana yake insurance huku itakuja ile premium ambayo ilitakiwa iende insurance itaenda kwenye mabenki au kwa yule anayetoa guarantee. Ni muhimu kuielewa hivyo, kwa sababu isije ikaeleweka kwamba guarantee kwa sababu itolewa na serikali au watoa huduma hawainunui, wanainunua. Na wakiinunua maana yake wana opt kuinunua guarantee au kununua insurance. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringamongi. Naam, asante sana Kuringamongi kutoka jijini Dodoma, na taarifa yake inatupa mapumziko ya kwenda kupata maji kidogo. Tukirejea hapa tutakuja kutazama habari za biashara na uchumi. Bado mimi naitwa Juma Mohamed, niko nayo kuangazia habari hizo za biashara na uchumi. Tupate mapumziko mafupi.